Jahazi. Ndugu wananchi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuifikia siku ya leo, siku ya kuuaga mwaka wa 2025 na kuukaribisha mwaka mpya wa 2026. Inapofika siku kama hii ya leo, tuna wajibu wa kufanya tathmini ya mambo makubwa ambayo yametokea katika nchi yetu kwa kipindi cha mwaka unaomalizika na yale ambayo tunayatarajia kwa mwaka mpya unaokuja. Aidha, huu ni wakati wa kutakiana kheri ya mwaka mpya na kumwomba Mwenyezi Mungu atuongezee ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ndugu wananchi, moja ya mambo makuu ambayo nchi yetu imepitia katika mwaka unaomalizika ni uchaguzi mkuu wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo wananchi walipata fursa ya kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi wa kuiongoza nchi yetu kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kwa mara nyingine tena, napenda kutumia fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru wananchi wa Zanzibar wote kwa kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu kwa wingi na kwa amani na utulivu. Aidha, navipongeza vyama vyote vya siasa vilivyojitokeza kutumia haki yao ya kushiriki uchaguzi na hatimaye kuyapokea na kuyakubali matokeo kwa mujibu wa tume za uchaguzi za AZEC na INEC. Ndugu wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kutekeleza majukumu yake ya kuwatumikia wananchi wa Zanzibar kwa kuzingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi 30, mipango mikuu ya maendeleo ya nchi yetu na ahadi tulizozitoa wakati wa kampeni. Tumekamilisha uundaji wa wizara 20 za serikali, kuteua viongozi na watendaji wakuu wa wizara hizo na kuwaelekeza matarajio yangu katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 8 hadi tunapokamilisha mwaka huu 2025. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua kubwa ya mafanikio tuliyofikia nchini katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo, kwa utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ya utalii, ujenzi wa miundombinu, huduma za jamii ikiwemo elimu, afya, maji safi na salama, pamoja na sekta ya michezo kwa kutaja kwa uchache. Ndugu wananchi, jitihada zetu za kukuza uchumi zimewezesha uchumi wa nchi yetu kukua kwa asilimia 7.1. Pato la taifa kwa bei ya soko limeongezeka kufikia trilioni 6.5 kwa mwaka wa 2024 kutoka shilingi trilioni 4.7 mwaka 2021. Aidha, ukusanyaji wa mapato umeongezeka kutoka shilingi bilioni 856 mwaka 2020-2021 hadi kufikia shilingi trilioni 2.1 mwaka wa 2024. Serikali pia imefanikiwa kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kubaki katika tarakimu moja hadi kufikia 5%. Kwa upande wa uwekezaji, hadi kufikia mwisho wa mwezi Disemba 2025, jumla ya miradi 1657 yenye mtaji wa dola za Kimarekani bilioni 20.2 imesajiliwa na Mamlaka ya Vitega Uchumi Zanzibar ZIPA, ikihusisha uwekezaji katika sekta za utalii, viwanda, nyumba za biashara na sekta nyingine, na kutarajiwa kutoa ajira zaidi ya 87,669. Aidha, mafanikio makubwa yamepatikana katika sekta ya utalii ambapo jumla ya watalii 816,438 wameingia Zanzibar kati ya mwezi Januari hadi Novemba 2025, sawa na ongezeko la asilimia 27 ya watalii walioitembelea Zanzibar katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa 2024. Ndugu wananchi, ujenzi wa miundombinu ya barabara ni hatua muhimu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo ya nchi. Mafanikio makubwa yamepatikana nchini katika